Nachotamani baada ya video hii tupate kujua na kuelewa ni nani aliyemwabudu halisi, kwa sababu wakati mwingine tumedhani kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni staili fulani ambayo mtu anaitumia, aidha kunyanyua mikono juu au kuiunganisha mikono yake, kuinama, yani ni namna fulani ya unyenyekevu mtu alionao. Na wakati mwingine tumeenda mbali sana kwamba namna mziki ulivyopigwa, mtu alivyoimba kwa ustadi akagusa maisha ya watu, watu wakatoka wamesahau matatizo yao. So tunaamini ya kwamba huko ndiko kuimba katika au kuabudu katika roho na kweli. Na tunajua jambo la kuabudu katika roho na kweli ni Yesu mwenyewe ndiye aliyelianzisha, akiwa katika ile bilika na yule mwanamke anasema, Baba awatafuta watakaomwabudu katika roho na kweli. Anasema awatafuta waabudu halisi watakaomwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa hiyo ni jambo ambalo Yesu mwenyewe alilizungumza kwamba Baba anawatafuta. Kwa nini Yesu azungumze kwa habari ya kwamba Baba anawatafuta? Anawatafuta kwa sababu wakati huo hawakuweko waabudu halisi, hawakuweko waliokuwa na uwezo wa kumwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa hiyo kabla ya Yesu kuja na hata Yesu alipokuweko, kabla ya kazi ya msalaba aliyoifanya, hakukuweko na mtu aliyekuwa na uwezo wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ndio maana Yesu anasema Baba awatafuta watu kama hao, lakini anasema hiyo saa ipo na imekwisha kuja. Kwa hiyo ghafla pale pale akahusianisha na kazi yake ya msalaba, ingawa hakuisema wazi, akasema lakini hiyo saa ipo na imekwisha kuja, akimaanisha kwa kila atakachokifanya msalabani, kutokea hapo watakaomwamini yeye watakuwa ni waabudu halisi na watakuwa na uwezo wa kumwabudu Baba katika roho na kweli. Tusikilize mtu wa Mungu. Roho iliyokufa haina uwezo wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Chochote kinachotoka kwa roho iliyokufa mbele za Mungu ni ibada mfu, kwa sababu kwa kazi ya msalaba Yesu aliyoifanya alisababisha yule anayemwamini yeye roho yake mtu izaliwe mara ya pili na kupewa uzima wa Mungu ndani yake. Yesu anazungumza, anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana kilichozaliwa kwa roho ni yule aliyeamini kazi ya ukombozi Yesu aliyoifanya msalabani. Alipoiamini, ndani yake akapewa uzima wa Mungu, akapewa uwezesho wa Mungu, akapewa kipawa cha Mungu ambacho ni uzima wake ndani ya mtu. Kwa hiyo kutokea hapo, huyu mtu anapofanya maabudu yake mbele za Mungu anayafanya katika roho na kweli, kwa sababu roho yake sasa imehuishwa, imepokea uzima wa Mungu, imepokea uwezesho wa kumwabudu Baba katika roho na kweli. Lakini nje ya hapo hakuna mtu mwenye uwezo wa kumwabudu Baba katika roho na kweli. Unaweza ukaimba vizuri kwa ustadi, unaweza ukapiga vyombo vizuri kwa ustadi, unaweza ukanyenyekea unavyoweza, lakini kama roho yako haijazaliwa kwa roho, na anaposema kuzaliwa kwa roho, ukienda kwenye nyaraka za Petro anazungumza, anasema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu. Maanake mtu aliyezaliwa kwa roho ni mtu aliyezaliwa kwa neno la Mungu, na sio tu neno la Mungu lolote, ni yeye yule aliyesikia habari za wokovu Yesu alizozifanya. Sio tu kuamini jina la Yesu kama jina, maanake ni kuiamini kazi ya ukombozi ambayo Yesu ameifanya msalabani. Kwa sababu Yesu alipokuja ulimwenguni hakukuwa na roho iliyo hai. Roho zote zilikuwa katika hali ya mauti. Kazi ya msalaba aliyoifanya wale waliomwamini, kwa sababu dunia ilikuwa na tatizo la dhambi, na dhambi ikaleta matokeo ya mauti. Kwa hiyo roho zote za wanadamu zilikuwa katika hali ya mauti. Ndio maana Yesu anasema Baba watafuta watakaomwabudu katika roho na kweli. Hawakuweko. Roho zote zilikuwa mfu, zilikuwa katika hali ya mauti, na roho iliyo na mauti, yenye mauti, haiwezi kumwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa hiyo wale walioamini kazi ya ukombozi Yesu aliyoifanya wamepokea msamaha wa Mungu na wamepokea uzima wa Mungu ndani yao, na kutokea hapo wamepewa uwezesho wa kumwabudu Baba katika roho na kweli, na hao ndio waabudu halisi. Ingawa kupiga vyombo vizuri sio kitu kibaya, kuabudu au kuimba kwa ustadi sio kitu kibaya,
Lakini yule anayeimba anaweza akawa ameimba vyombo haviko sawa, ameimba sauti yake haiko vizuri, na koroma, huwezi hata ukamsimamisha mbele za watu ukasema na yeye ni mwimbaji. As long as roho yake imezaliwa mara ya pili, huyu mtu ana uwezesho wa kumwabudu Baba katika roho na kweli, na chochote anachokifanya mbele za Mungu ni ibada iliyo halisi, kwa sababu ibada iliyo halisi, wamwabuduo walio halisi hawaangaliwi kwa mazingira ya nje, wanaangaliwa kwa mazingira ya ndani, roho zao zilizozaliwa mara ya pili. Unataka kumwabudu Mungu katika roho na kweli, zaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu, kwa mbegu isiyoharibika, kwa kuiamini kazi ya msalaba, na kutokea hapo wewe ni mwabudu halisi mbele za Mungu, na ibada yako ina thamani na ina maana kubwa mbele za Mungu. Amen.